Kuna wakati mwanafunzi unaketi chini ukisoma, lakini unakuwa una wasiwasi, akili yako haikai, unakuwa una pressure, unakuwa hujiamini, na mpaka inafikia wakati mwingine unajiona kabisa ni kama wewe hauna uwezo. Lakini ukweli ni kwamba sio kila mwanafunzi anayefanya vizuri au anayefaulu mitihani yake. Ni kwamba huyo mwanafunzi anakuwa na akili sana kuzidi wanafunzi wote, hapana. Ni kwamba huyo mwanafunzi anakuwa ametambua siri ambazo zinamfanya yeye asome bila pressure, asome bila stress. Na mwisho wa siku kila anachokisoma kinakuwa kinakaa katika akili yake. Leo katika Moyo wa Malezi tunaenda kuzungumzia, yani leo nitakupa wewe mwanafunzi siri 5 tu ambazo zitakufanya sio tu kufaulu mitihani yako, bali kukufanya usome bila pressure, bila wasiwasi, yani kukufanya ujiamini na uweze kufanya vizuri katika mitihani yako, na pia uweze kusoma bila kuwa na msongo wa mawazo. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili yako na kwa ajili ya mafanikio yako kwa ujumla. Una uwezo wa kutupigia simu au kututumia ujumbe kwa namba 0754579224. Karibu na tuanze. Siri ya kwanza, panga muda wako kwa uangalifu. Yani tunasema hii ni smart study planning. Tatizo la wanafunzi wengi ni kwamba mnakuwa hampangilii ratiba. Yaani unakuta mwanafunzi anaanza kusoma, yani unakuwa unasoma kila kitu. Unasoma vitu vingi kwa wakati mmoja. Hapana, hiyo haifai kabisa. Mwanafunzi unatakiwa upangilie ratiba. Unaweza ukatumia hata mbinu ya Google Calendar, ukapanga ratiba yako vizuri, au ukapanga ratiba tu kwa utaratibu wa kawaida. Ukapanga masomo yako kwamba natakiwa nianze labda Jumatatu nitasoma somo fulani, Jumanne somo fulani, Jumatano hivyo. Unajipa muda, unapangilia ratiba yako na unaifanyia kazi. Panga ratiba yako. Kama ni nyumbani, unaweza kupanga ratiba. Hauna sehemu nzuri ya kuitunza, bandika hata ukutani. Bandika ukutani chumbani kwako unapolala. Ukiamka tu unakumbana na ratiba, unaiona ile pale, unaitumia hiyo ratiba kusoma. Siri ya pili, jifunze kwa kufahamu na sio kukariri. Hii tunasema understanding over memorization. Mara nyingi wanafunzi wengi mnakuwa mnasoma kwa kukariri. Yani unasoma huku unaweka kichwani, unasoma unakariri, yani unakuwa unarudia, unaimba. Yani unajitahidi kuimba ili yakae kichwani. Hapana, jifunze kwa kufahamu, elewa. Elewa sio ukariri. Ukielewa sio rahisi kusahau. Na wakati mwingine tumia hata mbinu za kufundisha watu wengine. Mfundishe mwanafunzi mwenzako kile ambacho wewe umekisoma. Unamfundisha. Ukishamfundisha mwanafunzi mwenzako kitakaa kichwani. Usiwe na ile roho ya kwamba nikimfundisha mtu atajua, atanizidi. Hapana. Wewe kuwa kama mwalimu, fundisha wengine. Pale unapokuwa unafundisha, pia na wewe ndio ule muda ambao unakuwa vitu vinakaa kichwani. Vitu vinakuwa sasa haviondoki, kwa sababu unakuwa unavisema, unakuwa unaviongea. Alafu pia unakuwa una confidence, kwa sababu unaweza ukawapa watu wengine maarifa, na maarifa unayowapa watu wengine yatakaa pia. Hivyo jifunze kwa kufahamu na sio kwa kukariri. Siri ya 3, fanya mazoezi ya mitihani iliyopita. Hii tunasema past papers practice. Hii ndio siri inayowatofautisha wanaoshinda na wale wanaoshindwa. Wanafunzi wengi ambao wanafanya mazoezi mbalimbali mitihani iliyopita, pitia mitihani iliyopita, jifunze hayo maswali, yapitie, fanya mitihani iliyopita, kaa peke yako, fanya, kaa na wenzako, jadilianeni, fanya hiyo mitihani. Mara nyingi mitihani inarudiwa. Na hiyo unapokuwa unafanya ile mitihani ya zamani ambayo imepita, zile papers unazipitia, hiyo inakusaidia pia kuwa na uzoefu wa kujibu maswali. Unapata uelewa wa kuweza kujibu maswali ya mitihani yanakuwa yamekaaje, unajifunza hapo. Kwa hiyo unapofanya hiyo mitihani mara nyingi unakutana na maswali hayo, kwa sababu ndio mada hizo zinazokuwa zimefundishwa, ndio vitu hivyo vinaulizwa. Kwa hiyo unapofanya mitihani iliyopita, unafanya mazoezi, unarudia, mwisho wa siku unakuja kukutana na maswali kama sio hayo basi yanakuwa ni hayo, lakini yameulizwa kwa namna nyingine tu, lakini swali linakuwa ni hilo. Kwa hiyo jitahidi sana kufanya mitihani iliyopita. Pitia papers nyingi za miaka mbalimbali. Hapo una uwezo wa kuingia kwenye mtihani ukiwa unajiamini kabisa na unakuwa hauna hofu na mtihani. Siri ya 4, punguza stress
kwa kujipa amani ya moyo. Hii tunasema mental balance. Mara nyingi mwanafunzi unatakiwa uwe na ule muda unaopumzika. Pumzika hata dakika 10, sio saa zote wewe uko busy unasoma, hapana. Pumzika hata dakika 10. Hizo dakika 10 ambazo unakuwa umepumzika wakati unasoma, unapata muda wako unapumzika. Na huo muda unaopumzika basi unafanya jambo ambalo unalipenda au una relax, unatulia, unafumba macho, unafanya kama vile meditation, unatulia, unapumzika, akili isiwe saa zote inawaza masomo, hapana. Wakati mwingine unaanza kuwaza vile vitu ambavyo ni vizuri, vitu ambavyo vinakufurahisha katika maisha, mambo ambayo umeyafanya na ukashinda, mambo ambayo ni mazuri. Sasa yale ndio unakuwa unayapitia kwenye akili yako, unawaza, unafurahi hivyo. Pumzika, sio saa zote uko busy unasoma. Ukiweti muda wote uko unasoma muda wote, usifikiri ndio utafaulu, hapana. Hapo akili itachoka na mwisho wa siku kuna vitu ambavyo utavisahau. Kwa hiyo jipe muda wa kupumzika. Ipe akili uhuru wa kutulia. Sio saa zote ukae tu unaangalia makaratasi, unaangalia madaftari, hapana. Jipe muda wa kupumzika, cheza, furahi, zungumza na watu wengine, akili inakuwa imetulia. Siri ya 5 ni usingizi. Usingizi na afya ni silaha ya mafanikio. Hii tunasema rest and health. Siku moja tu ya kukosa usingizi inaweza ikaharibu siku zote ambazo umesoma. Kwa hiyo wewe mwanafunzi, hakikisha unapata usingizi wa kutosha. Hakikisha unakula vizuri, chakula cha kutosha, hakikisha unafanya mazoezi, unachangamsha mwili wako. Unapomaliza kusoma, unakuwa umemaliza kusoma, umekula, umeoga, lala, pumzika. Acha kusoma eti unakesha unasoma, umeangalia tu madaftari, unaangalia tu makaratasi, unakesha umeweka miguu kwenye maji. Hayo mambo sasa hivi hayapo, yamepitwa na wakati. Soma, kuwa smart kwenye kusoma. Tumia akili yako vizuri, tumia muda wako vizuri, pata usingizi, pumzika. Pangilia kama nilivyosema awali kwamba uweke ratiba. Ukishaweka ratiba yako, unaifuata ratiba na unakuwa kabisa unajua kabisa kwamba kila siku unatumia muda gani kusoma. Muda mwingine unaobaki ni muda wa kupumzika, ni muda wa kufurahi, ni muda wa kuenjoy, na muda wa kuiacha akili yako itulie. Usingizi ni wa msingi sana kwa mwanafunzi. Lala usingizi wa kutosha. Amka mapema, lala mapema. Usilale kwa kuchelewa wala usiamke kwa kuchelewa. Unatakiwa uamke mapema na ulale mapema. Hilo ni jambo la msingi sana ili uweze kufanikiwa katika masomo yako, katika mitihani yako. Utasoma bila stresi na akili itakuwa imetulia kabisa. Akili iliyotulia ambayo haina usingizi ni akili ambayo inakuwa inakumbuka kuliko akili ambayo ina usingizi kwa sababu inachoka. Mtihani si mwisho wa maisha yako. Ni hatua moja tu katika mafanikio yako. Hivyo usijione ukajipuuza, ukajidharau na ukaumia kwa kosa moja tu ambalo umekosa kwenye mtihani, au kwa kushindwa mtihani mmoja ukajipuuza, ukajisononesha, ukakosa kabisa amani, hapana. Kwa sababu kushindwa mtihani sio kushindwa maisha. Una uwezo wa kufanya vizuri. Sisi Moyo wa Malezi tunakuamini. Tunatarajia kwamba utafanya vizuri katika mitihani yako na utakuwa smart na utatumia hizi siri ambazo tumekusaidia na tumekuambia. Tumia akili yako vizuri, tumia hizi siri tulizokupa na utaona unafanya vizuri na usiwe na shaka wala usiwe na wasiwasi. Tunakuamini, tunakutia moyo. Tukiamini kwamba utafanya vizuri katika mitihani yako na safari yako ya kusoma itakuwa nzuri. Jambo ni moja tu, jipende, jiamini, uwe na bidii, lakini bidii ya kutumia akili, bidii yenye kiasi, sio bidii ya kupitiliza sana. Kama umejifunza kitu kipya siku ya leo, wewe mwanafunzi, andika nitafaulu na nitafanikiwa katika mitihani yangu. Sisi Moyo wa Malezi tunakuamini, narudia kusema. Tunakupenda na tunakujali na tunaamini utafanya vizuri. Usisahau kushare video hii kwa wanafunzi wengine ili nao wajifunze hiki kitu ambacho wewe umejifunza. Subscribe pia kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi ili uendelee kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Mungu akubariki, fanya vizuri katika mitihani yako. Amina.